Walinzi wa pwani ya India wanaendelea na juhudi za kuzima moto mkubwa uliotokea kwenye meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Singapore MV Wanhai 503 baada ya kuripotiwa mlipuko ndani ya kontena moja wakati ikisafiri kwenye pwani ya Arabia karibu na pwani ya jimbo la kusini la Kerala. Kwa mujibu wa mamlaka za baharini, meli hiyo ilikuwa ikitoka Colombo, Sri Lanka ikielekea bandarini Mumbai, India, iliporipotiwa tukio la mlipuko siku ya jana Jumatatu likisababisha moto mkubwa ulioenea katika baadhi ya sehemu za meli hiyo. Moto huu ulianza majira ya jioni na ulionekana kutoka umbali mrefu baharini. Katika taarifa iliyotolewa na walinzi wa pwani ya India, jumla ya wafanyakazi 18 waliokolewa salama kutoka kwenye meli hiyo kupitia operesheni ya haraka ya helikopta na meli za uokoaji. Hata hivyo, wafanyakazi 4 bado hawajulikani walipo na juhudi za kuwatafuta zinaendelea. Serikali ya Singapore pia imetuma kikosi maalum kusaidia shughuli za uokoaji na tathmini ya hali ya meli hiyo. Uhusiano wa karibu kati ya India na Singapore katika masuala ya usalama baharini umeimarisha uratibu wa operesheni hii ya dharura. Kituo cha kimataifa cha huduma za taarifa za baharini cha India kimetoa tahadhari kwa wakazi wa pwani ya Kerala kuhusu uwezekano wa kumwagika kwa mafuta na uchafu baharini, hali inaweza kuathiri sana maisha ya baharini, uvuvi na mazingira ya pwani. Lakini pia imetuma wataalamu wake kufuatilia mienendo ya upepo na mikondo ya bahari ili kusaidia katika kudhibiti athari zozote za kimazingira zitakazojitokeza. Wataalamu wa masuala ya baharini wameeleza kwa mlipuko huo unaweza kuwa umetokana na kemikali au bidhaa hatarishi zilizohifadhiwa kwenye kontena, ingawa uchunguzi rasmi bado unaendelea. Tukio hili limeibua tena mjadala kuhusu usalama wa usafirishaji wa mizigo baharini, hasa katika maeneo yenye shughuli nyingi kama bahari ya Arabia. Mashirika ya mazingira na wanaharakati wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa meli zinazingatia viwango vya kimataifa vya usalama na uhifadhi wa mazingira kabla ya kupewa ruhusa ya kusafiri. Hadi sasa moto haujazima kabisa, lakini juhudi zinaendelea usiku na mchana kwa kutumia vifaa maalum vya kuzima moto na helikopta za kunyunyizia maji. Serikali ya India imetoa pole kwa familia za wafanyakazi waliopotea na kuahidi msaada wa haraka kwa walioathiriwa. Mashirika ya kimataifa ya usafiri wa majini yanatarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hali ya meli hiyo na hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha tukio kama hili halijirudii tena. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.